Yes, habari yako ndugu yoyote ambaye uko katika grupu letu ambalo tumelenga kujifunza kuhusiana na kuedit clip na kutengeneza pia thumbnail. Sasa niongea hapa ni mwalimu wako Yoram Changala ambayo nitakwenda kuelezea kuhusiana na kutengeneza klipu ambayo inakuwa nyuma ina background. Ninapoelezea nyuma ina background, ninamaanisha mfano wa klipu kama hizi hapa. Tanikuonyeshe hapa uone mfano hii klipu hapa. Naona nyuma kuna picha zinaonekana, afu mimi niko mbele. Hiyo inaitwa background. Kwa hiyo sasa nataka leo tukajifunze hicho kwa siku ya leo. Naamini maelezo ya kwanza tumekwisha kuyaelezea kuhusiana na cha kwanza, lazima uwe na faili. Sasa kwa kuwa mimi ninadili na kuhusiana na kutengeneza klipu za mazungumzo, mimi sizungumzia kuhusiana na kutengeneza thumbnail au kuzitengeneza picha. Mimi nazungumzia picha mnato au kwa lugha nyepesi video ndio nazoelezea hapa, na tutatumia faili la kuedit ambalo mojawapo ni inaitwa InShot. Hili ndio tutakalolitumia kwa ajili ya kutengenezea hiyo clip yetu. Lakini pia niwe na sababu za kukumbusha yoyote ambaye umeingia kwa lengo la kutaka kujifunza kuhusiana na kuedit kama hivi klipu na baadhi ya vingine. Ni vizuri sana kwa Mungu uweze kuchangia pesa yako, kwa sababu hata na sisi hapa tunatumia MB, lakini pia tunatumia muda ambao tunakuwa ningelikuwa nafanya mambo mengine, lakini wakati huu natumia muda huo kwa ajili yako wewe. Pia utakuwa na mwalimu wako mwingine ambaye anaitwa Martin James. Yeye atafundisha kuhusiana na kutengeneza thumbnail, lakini pia na mimi nitakuja nifundishe tena huko mbele hizo kuhusiana na thumbnail. Lakini kwa leo nataka nionyeshe namna ya kutengeneza clip. Hatua ya kwanza, kama umekwisha kupakua app yetu hii ambayo ndio tulielezea inaitwa InShot, basi utaingia, na baada ya hapo basi utaingia kwenye video hapa. Moja kwa moja utaona kuna mahali wameandika new hapa juu, ndipo tunapobofya tunaingia kama hivyo. Baada ya hapo basi utakuja mahali walipoandika photo huku juu kabisa. Igusa hapo basi unatafuta ile picha yako ambayo unataka ionekane nyuma ya klipu, ambayo utachukua picha unayotaka wewe. Mimi hapa nataka nichukue tu yoyote ambayo, kama mfano nachukua hii, afu unagusa kwenye kidude cha tiki hapo. Basi kuna namna hapa ya kuisogeza hii picha yako iendelee kwenda huko kwa mbele, manake iwe na dakika nyingi. Hii ni picha, sio video mnato au mazungumzo ya kawaida ya video. Sasa ndio imeshakuwa kama hivyo, ndio picha yetu hii. Tunarudisha mwanzo kabisa hapa. Ukitaka unaweza ukaishika hii picha kwa kuizoom hivi kwa vidole tu vyako, unaizoom na kuirudisha ndani au nje kulingana na utakavyokuwa unataka ionekaneje, kwa namna hiyo. Na pia hii InShot ni ya upande wa Play Store, kwa unaweza kaondoa hii logo yao ya InShot kwa kuigusa yenyewe. Itakuonyesha maandishi hapo juu, itakuwa inaonyesha InShot Pro, lakini chini yake itaonyesha free remove. Utagusa kwenye free remove. Kuna wakati mwingine inaweza ikakuletea matangazo kidogo, lakini baada ya kuiremove basi baada hapo moja kwa moja inakuwa inaonekana haina kitu kama hivyo. Kwa video yote utakayotengeneza inakuwa haina logo.
Sasa tunaingia, tunachukua video yetu tunayotaka tuichukue. Uta scroll, utakuwa unayavuta maandishi haya yako mengi, ni zana tofauti tofauti ambazo ziko ndani ya app hii au application hii ya InShot. Sasa tutatafuta mahali ambapo pameandikwa PIP ambalo ni hii hapa, tutagusa hapo, alafu tunakuja, utaona juu huku wamekuandikia video photo. Sasa tunagusa mahali pa video. Hapa ifahamike sijaelezea kitu fulani, lakini nitakielezea hapo mbele kidogo. Unachukua video yako ambayo unataka ikae juu ya hiyo picha, ambayo lazima kwanza uwe na kitambaa cha background, ambacho kitambaa chenyewe kama hivi unavyokiona hicho kitambaa, ambacho kitambaa hiki si lazima kiwe cha rangi hii. Unaweza ukatafuta cha rangi ya blue bahari, kama hii ni blue bahari, lakini kuna blue nyingine ingawa hii blue bahari ndio nzuri zaidi, lakini kuna nyingine rangi ya kijani. Kuna ya kijani inayopoa sana, lakini kuna kijani inategemea na, ila cha muhimu tafuta ya kijani ambayo kidogo itakuwa sio iliyo nani sana, iliyoiva sana, ambayo inakuwa imepoa kidogo. Lakini pia ili usipate wakati mgumu, chukua tu kama hiki ambacho tunafanyia hapa. Nunua hata mita zako hata 2 au 3, vyovyote kulingana na uwezo wako, nunua. Basi unaweza ukatafuta mahali iko chumba, ukapanga hicho kitambaa chako kwa kukiweka ukutani. Basi hicho ndio utakuwa unatumia ukishuti clip yako ambayo ndio utakuwa unataka hiyo na background hiyo, ndio unakuja basi moja kwa moja unakuja unaingiza huku. Sasa ambapo tunaitumia sasa, nataka niingize video yetu ili ndipo tukaone jinsi ambavyo unaweza ukatoa background. Sasa tunagusa video yetu yenye background ambayo hii, tunaizoom kwa kugusa huko pembeni kabisa, huko utaona mshale hii ambayo unaweza kaizoom kwa namna hii ikawa kubwa. Ni wewe tu, yani ukitaka igeuke ni unaizoom, ukitaka ni wewe tu unazungusha utakapokuwa unataka kwa kugusa hivi vya pembeni hiki cha mshale. Lakini huko pembeni ambacho unaona kama kuna kidoti afu katikati kama kuna kidude fulani ambacho kinatenganisha vidoti, hiki kazi yake chenyewe ni kuigeuza video yako uangalie upande wa huku au uwe upande wa huku. Na hiki cha juu huku tunaweza tusielezee sana, tuna kina muhimu, lakini unaona huko upande wa huku X, hiyo haina muhimu sana, sababu hiyo ukibonyeza hapo unaondoa video isionekane hapo juu hii. Kwa hiyo utaizoom kama hivi, kisha kama hivi, video yetu ndio hii hapa. Yes. Sasa tunataka nyuma yake kuwepo na hii picha. Tunakuja tuna scroll kuja huku, na hapa ziko zana nyingi za kutosha. Leo tusizielezee, tunaelezea namna ya kwanza kutoa background. Sasa ukitaka sasa kuweka hiyo background, tunakuja hapa, kuna mahali pameandikwa cut out, tunagusa hapo, kisha hapo cut out. Unakuja mahali pameandikwa chroma, unagusa hapo hapa, kisha kama hivyo, unaona imetokea kwa kadude hapo mbele ya hii clip hapo, kuna kagusa na kasogeza pembeni ya picha hiyo, pembezoni huku. Ukishasogeza basi hivyo basi tayari inakuwa ishajitengeneza background kama hivyo unavyoweza kuona. Sasa inawezekana ukawa unaona lakini bado huyo haonekani vizuri. Sasa unakuja unashuka huko chini kwenye styles hivyo, otherwise itakuwa ni hivyo. Haya, mimi sio mzee sana wa Kiingereza, maana maneno ya Kiingereza na ushindi. Sasa hapa ndipo utakapokuwa ukitaka, unaona unaweza kurudisha isionekane, unaweza kaifanya, yani hii kazi yake ni kunanilia layers ionekanaje ya kwenye wewe utakavyokuwa unaonekana. Ukizidisha inatoa uso kabisa. Kwa hiyo layers zako wewe ndio utakuwa unaangalia wapi ambapo itaonekana vizuri. Sasa mimi naona kwa hapa kidogo inaonekana vizuri. Kwa baada hapo unapiga tiki.
video yetu ndio hiyo hapo sasa. Namshukuru Mungu sana kwa neema yake, jinsi ambavyo nimekuwa salama, inaonekana katika muonekano mwingine sasa, tuko juu ya magorofa namna hiyo. Sasa kwa leo nimeona nielezee hiki kwanza. Klipu ijayo tutaelezea kuhusiana na namna sasa ya kuandika vingine kuifanya labda iingie kwa namna fulani ambayo inakuwa inaanza na neno fulani afu baadaye inakuja inaendelea na maneno mengine hivi ya kuedit na kukatakata. Kwa leo acha tuishie hapa, tutaendelea na maelezo mengine hii siku nyingine, namna ya kukata, kuedit na mambo mengine. Sasa kwa leo acha tuishie kwa hii, na kwa sababu hiyo nitataka nijue ambayo utakuwa umefuatilia hata kwa hatua hii video ambayo utakuwa labda pengine una kitambaa ambayo una kitambaa sasa, una kitambaa tayari. Nitataka nisikie au nione ulichojifunza hiki kwanza, utakituma ndani ya grupu. Nadhani hapa kuna baadhi ya vitu nimevifanya ila sikukuonyesha. Ukitaka kukata hii picha hii siwe ndefu au clip ya ndani, kuna mahali panaitwa spirit hapa, spirit unakatia hapa, alafu baada ya hapo una delete hiki kipande cha huku kwa hapa na hii delete, kwa hiyo inakuwa inaonekana kwa sura hii. Baada ya hapo basi acha tui export. Tukutane tena wakati mwingine. Alamsiki.